Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahwu kupitia kitabu chetu cha Al-Awamilul Mi'ah fi usuli ilmi al-Arabiyya, na leo tupo kurasa wa 20 wa kitabu changu tukienda kuangalia maana ya al-amal na vigawanyo vyake. Anasema Sheikh, haqiqatul amal wa aqsamuhu, akikusudia hadhihi haqiqatul amal, hii ni maana ya amal, wa aqsamuhu na vigawanyo vyake. Wal muradu bil amal, na kilichokusudiwa bil amal katika tamshi la amal huna hapa huwa al-i'rab, ni i'rab. Wa huwa, na hiyo i'rab, al-atharu al-hasilu, ni ile athari inayopatikana bi ta'thiri al-awamil, kupitia athari ya vitenda kazi. Akabainisha athari hiyo ni athari gani, akasema min raf'in, min ya bayaniya, min ya bayaniya. Akasemaje? Min raf'in, athari ambayo ni raf'u au nasbin au nasb au jarrin au jarr au jazmin au jazmin. Tamam, hakadha. Kisha baada ya hapo akaingia kusema fama yahsul bisabab al-awamil fi al-kalimat huwa al-amal alladhi yahtaju min al-mu'rib ila tarkiz wa ta'ammul liahamiyatihi. Tamam, hakadha. Akasema fama, basi kile ambacho yahsulu, kinachopatikana, bisababi al-awamil, kwa sababu ya vile vitenda kazi, fil kalimat, mwisho wa maneno, huwa al-amal, ni ile athari alladhi ambayo yahtaju, inahitajia, min al-mu'rib, kutoka kwa mwenye kuribu. Mwenye kuribu ni nani? Mwenye kuribu ni yule anayebainisha athari ya awamil mwisho wa maneno. Tamam, hakadha. Alladhi huwa al-amal, ni ile athari alladhi ambayo yahtaju, inahitajia, min al-mu'rib, kutoka kwa mwenye kurib, ila tarkiz, kuthibitisha, wa ta'ammuli, na kuonesha, liahamiyatihi, kuonesha umuhimu wake, liahamiyatihi, kuonesha umuhimu wake. Tamam, hakadha. Umuhimu wake nini? Na anachokusudia shekhe nini? Anakusudia kwamba ile athari inayopatikana mwisho wa maneno kupitia zile awamil ni athari ambayo inahitajia kwa yule mwenye kuribu, kwa maana mwenye kubainisha zile hali za mabadiliko yanayopatikana mwisho wa maneno kupitia zile awamil, inahitajia nini kwake yeye? Inahitajia athibitishe na aoneshe umuhimu wake. Kwa nini? Kwa sababu watakapokuja wale wanafunzi wachanga katika kusoma masomo ya lugha, kisha wakaingia kwenye somo la nahau, wakawa nini, hawaambiwi vitu kama hivyo, hawaambiwi athari ya amil, hawaambiwi maamul ni nani, hawaambiwi amal ni kitu gani, watakosa kuwa na msingi bora. Tamam, watakosa kuwa na msingi bora, lakini pia watakosa kuwa na ilmu. Hiyo ni ilmu, kumtambua amil ni upi, maamul ni upi, amal ni upi, ni elimu pia. Tamam, kwa kuna umuhimu mkubwa juu ya hilo, kuna umuhimu mkubwa juu ya hilo. Na ndio maana Sheikh Abdul Qahir Al-Jurjani, miongoni mwa sababu ambazo tumezipokea, sababu za nini, sababu za yeye kuandika kitabu hichi, ni kwamba walitokea watu katika zama zake wakawa wanapinga hilo jambo. Jambo gani? Jambo la kubainishwa amil, maamul na amal. Ukirudi kwenye ukurasa wa 12 wa kitabu hichi utaona. Tamam, hakadha. Mpaka mmoja wao akatunga kitabu Ar-Raddu ala Nuhat, akatunga kitabu cha kuwaradi wale wanawazuoni wanahau kwamba wasiandike misingi hii ya amil, maamul na amal. Sasa kuna umuhimu mkubwa, tamam, kwa yule mwenye kuribu kubainisha zile alama. Anaposema jaa zaidun, ataji ile rafu ya kwenye zaidun, asiishie tu jaa zaid. Sasa raaitu Muhammad, aseme jaa zaidun raaitu Muhammadan, hasa anapokuwa yuko darasani akiwafundisha watoto. Atamke ifahamike kwamba hii zaidi hapa ni marfu'un, na atamke ifahamike kwamba hii Muhammad hapa ni mansubun. Tamam, hakadha. Hasa anapokuwa wapi? Darasani. Ili katika mazungumzo ya kawaida haina ulazima sana, tunapoongea Kiarabu haina ulazima sana, lakini darasani inabidi nini? Athibitishe na aoneshe
umuhimu wake, ili wale watoto, ili wale wanafunzi wachanga wapate nini, kujua kila kitu ambacho kinahusiana na lugha ya Kiarabu, hasa katika upande wa nahwu. Tamam, hakadha. Kwa hicho ndio ambacho Sheikh alikuwa anakusudia hapo. Akaendelea kusema wayanqasimu al-amal, na inagawanyika al-athar bi'tibari dhati, katika upande wa dhati yake, ila thalathat aqsam, katika vigawanyo vitatu. Lianna al-ashya allati, kwa sababu vile vitu ambavyo tu'rab uirabiwa biha, kupitia vitu hivyo, al-kalimatu, maneno, la takhruj, avitoki vitu hivyo, an thalathin, katika nini, hali tatu. Katika hali ngapi? Hali tatu. Wahia, nazo, al-harakatu, havitoki vikawa si haraka, lazima viwe ni haraka. Wal harfu, na vitoki vikawa si harufi, lazima viwe ni harufi. Tamam. Wal hadfu, na vitoki vikawa nini, vikawa visiwe ni kuondoshwa kitu, lazima nini, aidha iwe ni haraka idhihiri, jaa zaidun, tamam, au iwe ni harufi. Mfano wake yadhribuna utairabu vipi? Fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Nun ni harufi, thubutun nun ni harufi. Tamam, hakadha. Wal hadfu kuondoshwa, hadfu ni kuondoshwa. Tamam, hakadha. Hadha inafahamika hiyo. فالحركات التي تعرب بها المعربات، بس لحركة التي ambazo، فالحركات بس لحركة التي ambazo تعرب uirabiwa biha, kupitia alama hizo, almu'rabat, yale majina yenye kuirabiwa, almu'rabat, yale majina yenye kuirabiwa, majina yenye kuirabiwa, kwa maana sio majina ambayo ni mabni. Kuna majina ambayo ni mabni, tamam, na kuna majina ambayo ni almu'rabat. Almu'rabat ni yale majina yenye kubali kupatikana mabadiliko mwishoni mwake. Tamam, hakadha. Fahia, bas haraka hizo, thalathatun, ni tatu. Wahia nazo, adhammatu, dhamma, walfathatu, na fath, walkasr, na kasra, ni maarufu. Tamam, hakadha. Tamam, mfano wake fa'il marfu' wa ramatna fi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tamam, hakadha. Ikija katika upande wa maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ikija katika upande wa ismun majrur, ismun majrur wa alamat jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Tamam, hakadha. Hayo yote ni majina gani? Al-mu'rabat. Yale majina ambayo ni mabni, yale majina ambayo ni mabni, haraka hizi huwazingi katika majina hayo. Tamam, kwa sababu gani? Yanakuwa ni majina ambayo yamejengewa katika hali moja. Tamam, hakadha. Wa amma al-huruf, ama huruf, fahiya arba'atun, nazo ni ngapi? Ni nne. Wahiya al-waw, ni waw, wal alif, wal ya, wan nun, ay thubutuha, ay kusudia thubutu, kule kuthibiti kwake. Tamam, hizi herufi zinakuwa ni dhati miongoni mwa dhati za amal, akusudia dhati miongoni mwa dhati za athar, zinazopatikana katika nini? Katika majina. Katika upande gani? Ai thubutu, katika kule kuthibiti kwake. Tamam, lakini pia hata kuondoshwa kwake. Tamam, tutaona kwa mbele. Wa amal hadfu fala yu'rabu bihi min alkalimat illa alfi'l almudhari'u, ama kuondoshwa, fala yu'rab, akuirabiwi bihi, kwa hiyo. Tamam, wa amal hadfu, ama hadfu, fala yu'rab, akuirabiwi bihi, kwa hadfu. Tamam, hadfu ni kuondosha, nafahamika kilugha Kiswahili. Tamam, kwa amma alhadfu, ama hadfu, fala yu'rab, akuirabiwi bihi, kwa hadfu, min alkalimat, katika maneno, illa alfi'l almudhari'u, isipokuwa nini? Katika fi'l mudhari. Fi'l mudhari peke yake ndio inairabiwa kwa hadfu. Wa huwa ala thalathat anwa', na hiyo hadfu imegawanyika katika vigawanyo vitatu. Wa huwa nayo hadfu alharakat, ni kuondoshwa haraka. Mfano wake lam yadhrib, imeondoshwa nini? Haraka ya raf'u, ambao ukiondosha ile lam inakuwaje? Yadhrib. Tamam, yadhribu, dhamma, si ndio? Lakini baada ya kuja lam ikaondoshwa nini? Dhamma, ikatiwa sakina, ikawa baada ya kuwa yadhrib ikawa ni lam yadhrib. Tamam, wa huwa hadfu alharakat, ni kuondosha haraka. Wa huwa, na haraka yenyewe, as-sukun, ni sakina. Wa hadfu harfi al-illa min akhir al-kalima. Tamam,
na kuondoshwa herufi ya nini ya illa min akhir alkalima mwisho wa tamshi, wa hadhfi nun min alamthilati alkhamsa katika nini katika ile mifano mingapi mifano mitano. Mifano mitano anakusudia vile vitendo ambavyo vinarufaishwa nini, anakusudia al-af'al al-khamsa, anakusudia al-af'al al-khamsa. mfano wake yadhribuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutu nun li'annahu min al-af'al al-khamsa. Tamam, hakadha. Lakini nuni huja ikaondoshwa katika nini af'al al-khamsa, ikawa ni vipi? Mathalan lam yadhribu itakuwaje? fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamat jazmihi hadhfu nun li'annahu min al-af'al al-khamsa. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema wayanqasimu al-amal, na inagawanyika ile athar ya amil kwa maamul aidan vile vile bi'tibari sifa, katika upande wa sifa ila arba'at aqsam, katika vigawanyo vingapi? vinne. wa hiya al-i'rab al-lafdhi, navyo ni al-i'rab al-lafdhi wal-i'rab taqdiri wal-i'rab al-mahalli wal-i'rab al-hukmi. i'rab al-hukmi wanawazuoni mara nyingi wanaifanisha na al-i'rab taqdiri na al-i'rab at-taqdiri, kwa ni kana kwamba ni kitu kimoja, Tamam. Na vyote hivi hapo juu tumefanyia tarkiz na tumevifanyia nini mifano mbalimbali. Wallahu al-muwaffiq, na Allah ndiye mwenye kutoa tawfiki. Naam, sasa baada ya kumaliza kuangalia uhakika wa amal, leo tuingie mwanzoni mwa kitabu chetu tupagusie, kisha insha Allah taala kesho tutaanza kumsoma amil wa kwanza kabisa wa kitabu chetu. Tamam. Anasema al-muqaddima, kusudia hadhihi al-muqaddima. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Baada ya hamdina salam, fa innal awamila fi an-nahwi, akusudia fa innal awamila al-kainata fi an-nahwi, hakika vitendakazi vilivyomo katika elimu ya nahau, ala ma alafahu shaykhu, alama kwa mujibu wa kile ambacho alafahu alichokitunga ash-shaykhu, shaykh aikusudia kwa mujibu wa kile kitabu alichokitunga shekhe Imam Abdul Qahir ibn Abdul Rahman al-Jurjani rahmatullahi ta'ala alayhi, 100 amil, ni amil 100. Fa innal awamila fi an-nahwi, hakika vitendakazi vilivyopo katika elimu ya nahau kwa mujibu wa kile kitabu alichokitunga shekhe 100 amil, ni vitendakazi 100. wa hiya navyo tanqasim ila qismain, vinagawanyika katika vigawanyo viwili, lafdhiyatin wa ma'nawiyatin. Kuna kitendakazi ambacho ni lafdhiya na kuna kile ambacho ni ma'nawiya. Lafdhiya ni kile ambacho kinatamkika katika ulimi na kinafahamika katika qalb, katika moyo kwa maana fahamu. Tamam. Na ma'nawiya ni kile ambacho hakitamkiki bali kinafahamika katika fahamu. Mfano lafdhiya, jaa zaidun, jaa amil, zaidun ma'mul, na ile athari ya rafu umeitamka zaidun. Tamam, hakadha. Lakini mfano ma'nawiya ni al-ibtida, ile hali ya kuanza pia ni amil ambaye ana athiri katika mubtada. Kwa mubtada kule kuingia kwake rafu, tamam, mubtada haijatanguliwa na awamil lafdhiya, lakini inaingia rafu. Sasa ile rafu imesababishwa na nini? Rafu katika mubtada imesababishwa na al-ibtida. Kwa mubtada pamoja na kuwa ni mubtada lakini ma'mul, tamam, na amil wake ni al-ibtida, kule kuanza kwa mubtada kuwa ndio tamshi la kwanza, ile hali ya kuanza ndio amil ambaye amemfanya mubtada kuwa nini, kuwa na rafu. Tamam. Asa utaona hiyo hali ya kwanza hauitamki, lakini ushaifahamu katika moyo kwamba amil aliyepelekea athari ya rafu katika mubtada ni al-ibtida. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema Sheikh, falafdhiya, basi kigawanyo cha al-lafdhiya minha katika awamil tanqasim ila qismain, kinagawanyika katika vigawanyo viwili, samaiyatin, cha kwanza ni samaiya, wa qiyasiyatin, na pili ni qiyasiya. Samaiya kwa maana hiya allati sumi'a min al-arab wala yuqas 'alayha, ni kile ambacho ni wale amili ambao wamesikiwa wakitumiwa kwa Waarabu na wala hawafanyiwi qiyasi. Mfano wake huruful jarri,
hurufu aljazm, tamam, hurufu aljarri, hurufu aljazmi, hurufu nasbi. Zile harufu zenye kujulisha, ukitaka ujulishe jina lazima utatumia harufi zile. Hauwezi kukisia kitu kingine ikaja nini kujulisha jina katika nafasi ya harufi aljarri. Tamam, hakadha. Pia ukitaka kunasibisha fi'lu mudhari'un lazima utumie zile harufi za nasb. Hauwezi kuchukua harufi nyingine ukaifanyia kiasi eti ukafanya nini ukaifanya kwamba ni yenye kunasibisha fi'lu mudhari. Hapana. Tamam, hakadha. Na kiasia ni vile ambavyo nini vinachukuliwa kiasi. Tutakuja kuviona uko mbele katika kurasa wa 69 na hisi Sheikh atakuja kuvibainisha. Tamam, hakadha. Akasemaje fasamaiya, basi kigawanyo cha amil ambao ni samaiya minha katika hizo awamil 91 amila, ni amil wangapi? 91. Tamam, hakadha. Wal qiyasiyatu minha, na kigawanyo cha qiyasiya na kigawanyo cha amil ambao ni qiyasiya minha katika awamil 100 7 awamil, ni awamil wangapi? 7. Kwa itakuwa ni wangapi? 91 jumlisha 7 itakuwa ni ngapi? 98. Bado wangapi? Bado wawili wambakia kwenye maanawiya. Ndio akasema wal maanawiya, na kigawanyo cha maanawiya minha katika awamil 100 adadani, akusudia amilani, amil wangapi? Wawili ambao wanakuja kuwataja mwisho. Tamam, fal jumla, basi jumla ya vitendakazi vyote katika elimu ya nahau 100 amil, ni vitendakazi 100. Wa ila huna antahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.